kwa nyakati tofauti imeonyesha kwamba askari hao na Mheshimiwa Makonda waliingia hadi kwenye studio inayorusha matangazo mbashara moja kwa moja. Sasa tukajiuliza kamati kulingana na Adidu Rejea kwamba je, kulikuwa na vitisho dhidi ya wafanyakazi wa kituo cha Clouds? Kamati imethibitisha pasina shaka kwamba kulikuwa na vitisho dhidi ya wafanyakazi wa Clouds. Vitisho hivyo ni askari wenye silaha za moto kuingia ndani ya studio kibabe, na wakiwa wameshika silaha za moto, mkuu wa mkoa Paul Makonda aliwatisha wafanyakazi wa Clouds waliokuwa studio siku huo kwamba angewafunga jela miezi 6 alipopiga simu kwa wakuu wa kituo cha Clouds mbele ya wafanyakazi na kuwahoji sababu za kutorusha hewani kwa habari yake. Tunaita habari yake kwa sababu alisema ile habari yangu ambayo nimeileta hapa imekuja hapa, kwa nini haikuruka? Kwa hiyo mkuu wa mkoa pia alielezwa kutoa vitisho kuwa angeweza kuwakagua watangazaji wa kipindi kama wanahusika na dawa za kulevya au kuwabana wadhamini wa kipindi hicho na pengine kuwaingiza katika orodha za kuuza dawa za kulevya iwapo wangekuwa wameendelea na msimamo wa kutorusha kipindi. Haya ni taarifa za uchunguzi tulizozipata kutokea kule. Sasa ikizingatiwa kwamba kweli vijana wengi ni wadogo, vilio vilianza kutawala, na kamati imebaini kuwa kutokana na taharuki hiyo ya vitisho vya mkuu wa mkoa, hata kipindi cha Shilawadu siku hiyo hakikufungwa, kiliishia hewani. Kwa walioangalia waliona ghafla baada ya zile picha zilizokuwa zinaonyeshwa iliingia taarifa ya habari. Wale kama ilivyo kawaida kwamba wanafunga kipindi, hawakufunga kwa utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo kamati pia imebaini kuwa mkuu wa mkoa kwa takriban saa moja aliyokuwa ameishikilia stesheni ya Clouds alitoa vitisho kwa wafanyakazi waliokuwa zamu. Akasisitiza kuwa yaliyotokea usiku huo yabaki ndani ya ofisi hizo, na iwapo yangetolewa nje wangemtambua yeye ni nani. Na hii ndiyo maana utaona kwamba tukio lilitokea Ijumaa, pamoja na kwamba Clouds ni kituo ambacho tunajua na mitandao ya jamii pale kuna vijana wamo, lakini lilikaa mpaka Jumapili wakiogopa kushughulikiwa. Kwa hiyo je, kulikuwa na viashiria vya kuingilia uhuru wa uhariri? Ni kweli kamati imebaini kwamba kulikuwepo uvunjifu wa sheria na uingiliaji wa uhuru wa uhariri wa vyombo vya habari kwa kiwango cha juu kutokana na vitisho na amri alizozitoa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Makonda. Wakati kifungu cha 7 kifungu kidogo cha kwanza a, b na cha sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 iliyosainiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli Novemba mwaka jana na kuanza kutumika mwaka huu, kinatoa uhuru kwa vyombo vya habari na wanahabari kukusanya, kuchakata, kuhariri na kusambaza taarifa na habari. Kwa mjibu wa ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda alipofika kituo cha Clouds alijipa jukumu la kiuhariri kwa kuhoji nani aliyezuia habari yake inayohusu kashfa ya Askofu Gwajima isitangazwe. Sasa hii ni kazi ambayo anapaswa kuifanya mhariri. Si hilo tu, kuna mbali na sheria alichofanya Mheshimiwa Makonda ni kinyume na kifungu cha 23 cha Azimio la Dar es Salaam juu ya uhuru wa uhariri na uwajibikaji la mwaka 2011 kinachosema serikali inapaswa kuondokana na tabia ya kutumia ubabe unaozuia uhuru wa uhariri kama vile vitisho vya polisi, kufungwa jela kwa waandishi wa habari, kunyang'anya na kuharibu vitendea kazi vya habari. Pale ambapo mawakala wa serikali watapatikana na shutuma za kutenda ukatili dhidi ya wanahabari, uchunguzi makini lazima ufanyike na wahusika washughulikiwe kwa uthabiti na uwazi, na ndiyo maana tukaendesha uchunguzi huu. Pia sheria ya mawasiliano ya elektroniki, na nadhani nitakariri sheria hii tu maana tumerejea sheria nyingi. Mawasiliano ya elektroniki na huduma za posta namba 3 ya mwaka 2010 katika kifungu cha 104 kifungu cha pili C inazuia chombo chochote cha habari kurusha matangazo ambayo yameegemea upande mmoja.
Hivyo kitendo cha mkuu wa mkoa kulazimisha habari iliyokuwa ikihusisha pande zote, haijahusisha pande zote, irushwe, alikuwa akishinikiza kukiukwa kwa sheria za nchi. Je, Mheshimiwa Makonda alikuwa na kawaida ya kwenda pale Radio Clouds au Clouds TV? Ni swali tulilojiuliza. Ni kweli kwamba ilikuwa ni kawaida yake kwenda pale Clouds TV. Yeye alikuwa ni mgeni mwenyeji. Kwa hiyo ndio maana hata walinzi hawakumshangaa alipofika anaendesha gari mwenyewe. Lakini kabla ya kulikubali hilo, tutoe mfano kwanza. Mfano, Machi 14 mwaka huu alikaa katika ofisi za Clouds hadi saa 10 alfajiri akishirikiana na baadhi ya wahariri kuandaa taarifa ya mwaka mmoja ya utawala wake akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Alitokea pale, nafikiri akaenda nyumbani akapiga maji kidogo, alafu ndiye akaenda pale police officers mess. Lakini alitoka pale saa 10 alfajiri. Kilichowashangaza wengi kwa siku hii ya tarehe 17 Ijumaa, alikuwa hajawahi kufika pale na askari wenye bunduki waliovaa sare, lakini pia kwa ukali ambao hawakuutarajia, kwa sababu alianza kuonekana kama haikuwa yani wote iliwashangaza mpaka walinzi walioko pale ndani na nini, kwamba alifika na silaha, na imeelezwa kwamba tangu kuzinduliwa kwa kituo hicho miaka 17 iliyopita hawajawahi kushuhudia askari wakiingia studio na bunduki, na mgeni yeyote hairuhusiwi kuingia studio wakati matangazo yanaendelea bila ridhaa yake. Si unajua live studio huwezi kuingia, lakini yeye aliingia. Kuna swali jingine tulijiuliza, tunakaribia mwisho, kwamba je, kuna wafanyakazi wa Clouds waliopigwa mitama au vitako vya bunduki kama ilivyoelezwa kwenye mitandao? Licha ya kukiri vitisho vilivyosababisha taharuki kubwa kama ambavyo tumeeleza katika taarifa yetu hapo juu, kamati haikuona uthibitisho wowote tofauti na taarifa za awali katika baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kuwa katika tukio hilo kuna wafanyakazi walipigwa kwa vitako vya bunduki au kukatwa mitama. Hakuna aliyepigwa wala kukatwa mitama, isipokuwa wale walilia kutokana na vitisho walivyokuwa wakipewa kwamba wajiandae kwenda jela miezi 6 bila kupitia mahakamani. Sasa maoni ya kamati. Kilichotokea, moja, kamati imebaini kuwa vitendo vya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam vina viashiria vya uvunjifu wa sheria mbalimbali za nchi, hususan zinazohusiana na utangazaji na huduma za habari kama ilivyotajwa hapo juu. La pili, kamati imebaini dalili za mkuu wa mkoa kutotambua ukubwa wa madaraka aliyonayo na kujikuta akiyatumia vibaya katika mazingira yasiyostahili. Na la tatu, kamati imebaini kuwa uongozi wa Clouds unastahili pongezi kwa kusimamia misingi, sheria na maadili ya uandishi wa habari kwa kukataa kuchapisha habari isiyo na mizania, unbalanced story. Kamati imekuja na mapendekezo machache, Mheshimiwa Waziri. Pendekezo la kwanza, kamati imeomba kwamba mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda awaombe radhi wafanyakazi wa kampuni ya Clouds Media Group na vyombo vya habari kwa ujumla nchini kwa tukio hili la ukiukwaji wa usalama na maadili ya uandishi wa habari. La pili, Mheshimiwa Waziri Nape Nnauye katika kulinda maslahi ya tasnia ya habari ambayo anaiongoza awasilishe rasmi malalamiko ya tasnia ya habari dhidi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwa mamlaka yake ya uteuzi wa mkuu huyo wa mkoa, kuomba mamlaka ya uteuzi imchukulie hatua zinazopaswa. Na ya tatu, vyombo vya dola vianzishe uchunguzi wa ndani dhidi ya askari walioingia na bunduki katika kituo cha Clouds kwa nia ya kudhibiti matukio ya aina hii siku za usoni, kwani ipo hatari ya kujengeka mazoea ya kuvamia vituo vya utangazaji na inaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiusalama nchini. Tunajua askari wanavyoweza kuingia studio na yanaweza kutokea, hataki kuyatamka. La nne na la mwisho, kampuni ya Clouds Media kwa upande wake ipitie upya miongozo, kanuni, sheria na taratibu zinazoongoza shughuli za utangazaji na kuangalia njia bora ya kuwa na udhibiti wa watu wasiohusika kuzoea kuingia mara kwa mara na kufanya kazi za uhariri bila kuwa na taaluma wa habari au wahusika katika chumba cha habari. Mheshimiwa, kamati inaishukuru serikali kwa nia yake ya dhati kuendelea kulinda misingi ya uhuru wa habari kwa kuunda kamati hii haraka ili kutuliza joto lililokuwa linazidi
kupanda miongoni mwa wanatasnia na wananchi kwa ujumla tangu tukio hili la kihistoria lilipotokea. Aidha, tunawashukuru wote walioshirikiana na kamati kwa kutoa maoni mbalimbali kufuatilia kwa karibu kazi za kamati. Na sisi tunaomba kushukuru kwamba tumetua huu mzigo, maana simu zetu yaani zimekuwa kama vile sisi tunafanya kazi kwenye call center.